Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku za hivi karibuni imekutana na vikwazo vingi ambavyo vimekuwa vikitarajiwa kuwekwa dhidi yake, hasa jumuiya za kimataifa pamoja na taasisi za fedha ulimwenguni zinatarajia kuiwekea vikwazo serikali ya Tanzania kwa baadhi ya fedha ambazo zimekuwa zikitolewa na mashirika hayo kwa ajili ya kufadhili miradi pamoja na shughuli mbalimbali za kiuchumi dhidi ya serikali ya Tanzania kufuatia matokeo Oktoba 29, 2025. Siku ya juzi Kitila Mkumbo alipokutana na kuzungumza mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliweka wazi kwamba waweze kutafuta vikwazo vingine hizo jumuiya za kimataifa, lakini kwa sasa Tanzania ina mkakati mbadala wa kuweza kupata fedha zake. Kufuatia kauli hizo ambazo zilitolewa na baadhi ya viongozi wa serikali ikiwemo Kitila Mkumbo, Godbless Lema ambaye ni kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ameibuka na kuandika kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii akisema kwamba Bwana Kitila Mkumbo, taifa halifi kwanza kwa kukosa rasilimali, hufa pale watu wake wanapoanza kuogopa kutumia akili zao. Kuna tofauti kubwa kati ya elimu na akili. Elimu ni zao la akili. Kabla ya kuwepo shule, vitabu na vyuo, kulikuwepo na akili iliyouliza maswali, ikafanya uchunguzi na kuomba maarifa. Ndio maana jamii inayoheshimu elimu lakini inaadhibu fikra huru, kujenga wasomi lakini si wenye hekima. Hatari kubwa ya watu wetu si ukosefu wa elimu, bali ni pale kufikiri kwa kina kunapoonekana kuwa kosa na ujinga unapoonekana kuwa salama. Siku ambayo watu wataogopa kusema ukweli wanaouona kwa sababu ya hofu, siku hiyo taifa litakuwa limeanza kupoteza uhuru wake wa ndani, hata kama bendera yake bado inapepea. Na taifa aliishi peke yake. Heshima ya taifa mbele ya mataifa mengine ni mtaji usioonekana, lakini wenye thamani kubwa kuliko mali nyingi zinazoonekana. Ndio maana mataifa huwekeza katika diplomasia, kujenga uaminifu na kulinda taswira yao kwa uangalifu mkubwa. Ni rahisi kubomoa sifa ya taifa kwa kauli moja, lakini inaweza kuchukua miaka mingi kuijenga upya. Mahusiano ya kimataifa si mali ya serikali pekee, ni urithi wa kila raia. Ndani yake kuna biashara, uwekezaji, elimu, utalii, ajira na ndoto za mamilioni ya watu. Kauli inayodhoofisha hali ya taifa haimuumizi mtawala pekee, huumiza mfanyabiashara, mwanafunzi, mkulima, mwekezaji na kijana anayesubiri nafasi yake duniani. Pia tunapaswa kukumbuka kuwa sehemu kubwa ya fedha za kigeni zinazoingia nchini hutegemea imani ya dunia kwa Tanzania. Wageni wengi wanaotembelea nchi yetu wanatoka Marekani, Ulaya na mataifa mengine yanayotuangalia kupitia taswira tunayoiunda kila siku kwa maneno na vitendo vyetu. Hekima ya kweli si kusema kila unachoweza kusema, ni kujua athari ya kila neno kabla halijatamkwa, kwa sababu mwisho wa yote maneno hujenga historia na historia ndio huamua hatima ya vizazi. Bwana Kitila, tafadhali usikatishe watu tamaa kusomesha watoto. Aliandika hivyo kupita katika ukurasa wake wa mtandao wa X, akielezea hoja ambazo zilitolewa na Kitila Mkumbo kuhusiana na fedha ambazo serikali imekuwa ikizipokea kutoka kwa taasisi za kimataifa pamoja na vikwazo ambavyo inasemekana na kudaiwa kwamba serikali ya Tanzania imekuwa vikwazo katika masuala ya kupokea mikopo pamoja na misaada ya kimataifa.